Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Iblis laanahu Allah huwa anakiweka kiti chake cha ufalme juu ya maji kwa ujeuri kabisa, kisha anayatoa majeshi yake, saraya, kikundi cha jeshi lake anakituma kitawanyike ardhini kufanya ufisadi. Mtu ambaye au askari ambaye atakuwa karibu yake sana, fa adnahum minhu manzilatan ay aqrabuhum, askari ambaye atakuwa ni karibu zaidi na Ibilisi daraja, ni yule mwenye fitna iliyokuwa kubwa. Akija hali ya kuwa amefitinisha jambo kubwa, huyo atakuwa ni rafiki mkubwa wa Ibilisi. Sasa atakuja mmoja wao na kumwambia, nimefanya hichi, nimefitinisha hichi, nimefanya kile. Amwambia, hujafanya kitu, bado hujafanya, mpaka atakuja atakayekuja na kusema, mimi bwana sikumwacha fulani mpaka nilipomtenganisha na mkewe. Washagombana huko, kimewaka tayari huko, hawaelewani. Amwambia, wewe ndiye mwenyewe. Anampongeza na kumfanya ni mtu wa karibu na yeye kabisa. Ni kwa nini? Kwa sababu ya athari inayopatikana kwa magomvi yanayotuka baina ya mke na mume. Sasa ndugu zangu, sisi tunaishi na familia zetu, inatokea tunazozana na ahali zetu. Tuyachunge sasa maslahi ya watoto wetu katika magomvi yetu. Pana watu hilo hawalitazami. Anaweza akamtolea mke wake maneno magumu ya kashfa, ya dharau kabisa, pengine akamdharau yeye na ukoo wake mbele ya mtoto wake. Mwanamke anaweza akapigwa, akatiwa ngwara mbele ya mtoto wake, watoto wa kike na wa kiume wamuona, alafu akizungumza maneno ya jeuri. Hivi wadhani watoto wako wanawafundisha nini? Umekosa rahma kwa mwanamke huyu aliyokuzalia, basi huna rahma kwa wale watoto wako wanaokutazama, kwamba ukiachilia mbali huyu ni mke wako, lakini wale ni mama yao. Lakini hawa wanakuwa kesho, wanakuwa ni wake za watu, wanakuwa ni waume za watu. Unawafunza nini? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ndugu zangu waislamu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tawfiki ya Allah jalla wa ala ametukusanya tena katika Jumua hii kwa lengo la kumwabudu yeye na kumdhalilikia yeye na kumpwekesha katika ibada pasi na kumshirikisha. Yote haya tunayafanya kwa kupitia muongozo, mfumo, utaratibu, njia aliyotufunza na kutulea juu yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakapita katika njia hiyo hatua kwa hatua as-salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhu. Hili ni kubwa ambalo limetukusanya sisi. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana alayhi wa yuthabbitana fihi. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe juu ya jambo hili kubwa na atuthibitishe sote ndani yake. Ndugu zangu waislamu, kwa mfululizo wa maudhui yetu ambayo tunaendelea nayo inayotaallaq na mafunzo mbalimbali katika kuwalea watoto wetu. Mafunzo haya tuliyagawanya katika mafungu 10. Walillahi alhamdu, katika alkhutba iliyopita tulihitimisha funzo la 6, na leo insha Allah taala tutalifungua funzo la 7 katika yale 10. Al-amru as-sabi', barakallahu fikum, jambo la 7, funzo la 7 katika mafunzo muhimu sana ya kutusaidia sisi wazazi na walezi katika kuwalea watoto wetu na kusimamia familia zetu, ni at-tatawu'u wat-taqarubu baina al-abawayn, wa khasatan fi hadrati al-abna. Wanasema ahlul ilm, فالانسجام بين الأبوين له أثر عظيم بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى لدوام العشرة بين الزوجين وحسن رعايتهما لأولادهما، لأن الخلاف بينهما يمزق كيان الأسرة ويشتتها، كما أنه إذا ظهر أمام الأولاد يدفعهم إلى التمرد والعصيان أو الإصابة ببعض الأمراض النفسية إلى آخر كلامه. funzo la 7 wanatuambia ni at-tatawu'u wat-taqarubu baina al-abawayn, ni maafikiano na ukaribu unaopatikana baina ya wazazi wawili, mama na baba, mke na mume. Katika mambo ya muhimu ni wao kuwafikiana na kuelewana katika jambo lao la kulea, na maafikiano yao na maelewano yao yanahitajika zaidi wanapokuwa mbele ya watoto wao. Ndio wakasema wa khasatan fi hadrati al-abna, na hasa wanapokuwa mbele ya watoto wao. Wakaendelea kusema maelewano yanayopatikana baina ya wazazi wawili
yana athari kubwa sana baada ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suala la kudumu matangamano baina ya mke na mume. Maelewano na maafikiano ni jambo lenye athari ya aina yake kwenye kubakia mafungamano ya ndoa, bali lina athari kubwa katika kusaidia usimamizi wa watoto, kwa sababu khilafu lianna alkhilafa bainahuma, kwa sababu khilafu itapatikana baina yao wawili, baba na mama, yumazziqu kiana al-usra, itauchana na kuupasua ule muundo mzima wa familia. Wayushattituha, bali khilafu hiyo itaigawanya familia na kuichangua changua. Lakini vile vile khilafu hii inapodhihiri mbele ya watoto, ikawa mna tofauti zenu wewe baba na mkeo, mkashindwa kuzizuia na kuzificha mpaka mkadhihirisha vita vyenu na magomvi yenu mbele ya watoto, jambo hili ni baya zaidi, kwa sababu linaweza kuchangia kupelekea uasi kwa watoto, wakaweza kuasi, wakatoka nje ya mipaka sahihi, na pengine wengine wakapata na maradhi mabaya ya kuziathiri nafsi zao. Ibadallah, jambo hili ndugu zangu ni jambo muhimu sana. Maelewano na maafikiano baina ya wazazi wawili, na hata kama wana tofauti zao, maana wao ni binadamu, watu wazima wanafahamu maisha ya ndoa, pana mambo mengi hupita hapo katikati. Watu hawaachi kusuguana na kuvutana, hata kama pana magomvi yenu, magomvi yale yasidhihirishwe mbele ya watoto, kwa sababu yana athari kwao kubwa tu. Na tafiti zimeonyesha vile vile, khibra, uzoefu wa kuyajua maisha kupitia watu wazima na watu mbalimbali, kwamba ukitazama kwa umakini, vijana wengi waliopoteza maadili, watoto wengi walioharibikiwa, sababu kubwa ilichangiwa na kutofautiana wazazi wao. Miongoni mwa asbabu kubwa kabisa za kuharibika watoto ni wazazi kutofautiana, pengine wakatengana, au ikawa wako pamoja, kila mtu na 50 zake, kila mtu ana misimamo yake na maamuzi yake, mtoto wajue ashike wapi. Watoto ambao hulelewa katika familia kama hii hupoteza mwelekeo. Katika makundi ya watoto waliokosa maadili, hata ikafikia wakatumia mikhaddarat, wakatumia vilevi, wakavuta bangi, wakatumia unga, cocaine na vilevi vingine mbalimbali, wakawawezi, majambazi wenye kukaba watu, kama ni wa kike wakawa makahaba, machangudoa wa kujiuza na kujiunga na magenge mbalimbali ya kihalifu. Miongoni mwa sababu zilizowaharibu watoto wengi ni familia zao kutokuwa na maelewano. Watoto wakakosa muongozo wa wazazi, wakakosa kauli ya kushika baina ya wazee wao. Lidhalik barakallahu fikum, kwa sababu hii sasa Uislamu umelichunga sana hili jambo, na wanasema ahlul ilm, kwa sababu ya kuyachunga haya maslahi ya watoto, ja'ala ash-shar'u al-hajra litadibi az-zawja fi al-madja'i faqat. Hii ni katika hikam za kuyatunza maslahi haya. Sheria ya Kiislamu imejalia kumuhama mwanamke, kumuhama mkeo kwa ajili ya kumwadhibu ikiwa kuna uasi ameufanya. Kuhama huko kufanyike kwenye kitanda tu.
Hili jambo lina hikma zake, na hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza katika suratul Nisa kwa kusema wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia akitufunza wallati takhafuna nushuzahun, na wale wanawake ambao mnauhofia uwasi wao. Almar'atu annashiza hiya almurtafi'atu ala zawjiha almukhalifatu liamri almu'ridatu anhu. Mwanamke nashiza ni yule mwanamke mwenye kujinyanyua juu ya mumewe, hataki kuwa chini kusikiliza maelekezo, ana tabia ya kumkhalifu mume wake katika maelekezo na amri mbalimbali anazompa za kisheria, za kimaadili. Ni mtu wa kumpuuza mumewe, anatamani lau yeye angelikuwa mume basi tu ni bila anaitwa mwanamke, lakini ukimtazama sura yake anatamani mume angekuwa yeye, alafu wewe mume ukawa mkewe. Mwanamke kama huyu ni nashiza. Sasa Allah anatuambia na wale wanawake ambao mnauhofia uasi wao, kuna hatua mbalimbali za kuchukua kuwatibu tabia hii mbaya. Akatuambia fa'idhuhun, miongoni mwa hatua muhimu za kwanza, wapeni mawaidha wanawake hao, wanasihini, wahjuruhunna fil madaji'. Kama hilo alitusaidia, basi wahameni katika vitanda, kwenye malazi, msilale nao karibu. Wadribuhun, ikiwa hilo halikutosha na kusaidia, basi wapigeni kwa kipigo ambacho kimeelezwa na ahlul ilm, kisichovunja wala kupasua, cha kutia adabu tu, si kipigo cha kumchakaza mwanamke. Ikiwa hakuna budi, mawaidha kapewa hasikii, amehamwa malazi, ujeuri ndio ukazidi, anakufanyia mambo ya ujeuri zaidi, kwamba sikuhama hapa ndani kwenye kitanda tu, tafuta nyumba nyingine pia hatujali. Sasa anaweza akapigwa kipigo hicho ambacho ni cha kistaarabu. Allah anatuambia lakini wakiwatiini, wakawasikiliza maelekezo yenu, wakakomeka na tabia zao, basi msiwatafutie vijinjia vya kuadhibu bila ya haki. Inna Allaha kana aliyan kabira, haika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ndiye wa juu jalla jalaluhu, na ndiye mkubwa. Hapa kuna kauli ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ameitaja al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi katika tafsiri yake alipokuwa ni tafsiri aya hii. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ani tafsiri al-hajr kwa kusema wal-hajr huwa alla yujami'aha wa yudaji'aha ala firashiha wa yuwalliha dhahrahu. Al-hajr maana yake ni kule mtu kutokumuingilia mkewe kwa sababu ya makosa aliyoyafanya ukamuacha, kadhalika kutokulala naye katika lile godoro lake, katika tandiko lake, na hata kama ukilala basi utampa mgongo. Kutoa tiba kwa makosa ambayo anayafanya, kuonyesha kwamba huridhiki na makosa yale na unamtia adabu kwa lile. Hajri inafanywa kwenye kitanda, kwenye chumba chenu na mkeo. Lengo la kufanya hivi ni kuuchunga ule ustaarabu kwenye familia. Tatizo hili la baina yako na mke wako lisizue matatizo mengine yakatokea baina yenu sasa na watoto wenu. Na ndiyo maana pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoizungumzia al-hajru, kuwahama wanawake, akatuhusia pia tusiwahame ila ndani ya majumba yao kwa kuyachunga maslahi mengine. Mnaifahamu hadithi ya Muawiya ibn Haida
al-Qushayri radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Abi Daud, katika mambo tuliyofunzwa, wala tahjur illa fil bait, na usimuhame mwanamke isipokuwa ndani ya nyumba yake, kwa kuyachunga hayo masalih. Kwa hivyo ndugu zangu, nirudi katika nukta yangu ya msingi, kuchunga maelewano baina ya wazazi ni sababu nzuri sana ya kuwasimamia watoto. Na wazazi wanapokuwa na mifarakano, magomvi yanachangia kuharibu maadili ya watoto. Sasa basi, ikiwa mmepishana kauli baina yako na mke wako, kabla ya kutumia jazba kwenye kumtibu mkeo, fikiria kwamba tayari una watoto, kuna familia imekuzunguka. Kwa hivyo lugha zako ziyachunge yote hayo, kwamba unazungumza nini, wakati gani, na mbele ya nani. Usipia chunga hayo ukawa waropokwa tu hata mbele za watoto, ikawa wafanya tu lolote baya hata mbele ya watoto, unaharibu malezi yao kwa mkono wako. Na ndiyo maana wallahi, katika mambo ambayo Iblisul la'in anayapenda kwa sababu yana athari mbaya ni kuvuruga mafungamano ya ndoa, kwa sababu miongoni mwa athari zake ni kuharibu mpaka kizazi. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah anasema Jabir, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna iblis al-la'in yad'u 'arshahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayah fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna fayaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta shay'an ويجيء الثاني فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول أنت ويدنيه منه. anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iblis laanahu Allah huwa anakiweka kiti chake cha ufalme juu ya maji kwa ujeuri kabisa, kisha anayatoa majeshi yake, saraya, kikundi cha jeshi lake anakituma kitawanyike ardhini kufanya ufisadi. Mtu ambaye au askari ambaye atakuwa karibu yake sana, fa adnahum minhu manzilatan ay aqrabuhum, askari ambaye atakuwa ni wakaribu zaidi na Ibilisi kidaraja ni yule mwenye fitna iliyokuwa kubwa. Akija hali ya kuwa amefitinisha jambo kubwa, huyo atakuwa ni rafiki mkubwa wa Ibilisi. Sasa atakuja mmoja wao na kumwambia, nimefanya hichi, nimefitinisha hichi, nimefanya kile. Amwambia hujafanya kitu, bado hujafanya, mpaka atakuja atakayekuja na kusema, mimi bwana sikumwacha fulani mpaka nilipomtenganisha na mkewe. Washagombana huko, kimewaka tayari huko, hawaelewani. Amwambia wewe ndiye mwenyewe. Anampongeza na kumfanya ni mtu wa karibu na yeye kabisa. Ni kwa nini? Kwa sababu ya athari inayopatikana kwa magomvi yanayotuka baina ya mke na mume. Sasa ndugu zangu, sisi tunaishi na familia zetu, inatokea tunazozana na ahali zetu. Tuyachunge sasa maslahi ya watoto wetu katika magomvi yetu. Pana watu hilo hawalitazami. Anaweza akamtolea mke wake maneno magumu ya kashfa, ya dharau kabisa, pengine akamdharau yeye na ukoo wake mbele ya mtoto wake. Mwanamke anaweza akapigwa, akatiwa ngwara mbele ya mtoto wake, watoto wa kike na wa kiume wamuona, alafu akizungumza maneno ya jeuri. Hivi wadhani watoto wako wanawafundisha nini? Umekosa rahma kwa mwanamke huyu aliyokuzalia, basi huna rahma kwa wale watoto wako wanaokutazama, kwamba ukiachilia mbali huyu ni mke wako, lakini wale ni mama yao. Lakini hawa wanakuwa kesho, wanakuwa ni wake za watu, wanakuwa ni waume za watu. Unawafunza nini? Mume mwenye busara anapotoa adhabu
huitoa faraghani yeye na mke wake. Kuna mambo yanatokea makubwa ya kiminyano cha hoja, pengine watu wamenuniana, lakini watoto wanaweza wasiisome picha ile kabisa, wakaona maisha yanaendelea, wanakula vitumbua vyao, ubwabwa unapikwa tu, wao hawana habari lakini kumbe mkifunga mlango kila mtu na njia yake. Bali watu wenye hikma, hata watu waliowazunguka, hata ni watu wazima, wanaweza wasijue kwamba watu wana ugomvi uliodumu una mwezi una miezi miwili, lakini ukija mgeni watu watajichekesha pale, watajitia shughuli, watakwenda sokoni, utaandaliwa, utafurahi, ukiondoka ndita. Inaendelea kama tulivyokuwa mwanzo. Utaratibu huu kwa kuyachunga malezi ya watoto ni utaratibu mzuri, na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia islahi. Itakuja sababu mtaelewana, mtakuwa hamjaharibu ile jamii ile wazunguka. Pana watu hivi sasa ni watu wazima, wana watoto wakubwa, lakini watoto wao wanawachukia. Amsaidia tu kwa sababu ni baba, lakini kuna matukio anayakumbuka alikuwa akifanyiwa mama yake mbele yake. Tunakwambia mzee wangu ni katili sana, si mtu basi tu. Na pengine kuna ubovu ambao mkeo nao kaupata, anafahamu sababu ni wewe. Mamangu alikuwa hakuchii yule, alikuwa anatembea vizuri, ni rungu lile. Nilikuwa na akili zangu, alipigwa rungu na mzee kweli kweli. Leo amekuwa mbovu. Hivi waacha athari gani kwenye mambo kama haya? Kwa hivyo unaweza ukajikuta watoto wanakuwa waasi kwako au kwenu nyinyi wazazi kwa sababu ya vile nyinyi mlivyokuwa mnaishi. Kwa hivyo ndugu zangu, ahlus sunna wal jamaa, wenye familia sisi, baada ya kuwa tuna familia, tutakiwa katika maamuzi yetu tunayoyafanya tusiangalie tu mihemko ya nafsi zetu, au usijitazame wewe na ile heshima yako na hadhi kama mume. Tazama pia wale watoto wako, usije ukawaharibu fikra zao na ukawatia maradhi. Nukta hii inahitaji vituo na maelezo mengi sana, lakini kwa nafasi hii ya khutba nadhani mtakuwa mmenielewa. Tutosheke na hayo. Barakallahu fikum. Jambo la 8, al-amru thamin, katika mambo ambayo ni mafunzo muhimu sana ya dini yetu ya kusaidia malezi ya watoto wetu wawe ni watoto waliowema. Wanasema ahlul ilm, an yudhhira al-abawani hubbahuma liabnaihima min ghairi mubalagha. Jambo muhimu sana hili. Funzo letu la 8 ni kwamba wazazi wawili wawe na tabia na desturi ya kuyadhihirisha mapenzi yao wazazi hao wawili kwa watoto wao pasi na kuchupa mipaka. Wanatuambia ahlul ilm, la shakka anna al-abnaa lahum hubbun fi qulubi abawayhim wala yanbaghi ikhfa'u dhalika al-hubb bal yanbaghi an yash'ura bihi al-abnaa hatta yubadilu abawayhim dhalika ash-shu'ur, lakin dhalika bi'tidal min ghayri ifrat, لأن الإفراط في الحب يعمي صاحبه ويحول بينه وبين التربية الصحيحة. نكتة hii ni wazazi wadhihirishe mapenzi yao kwa watoto wao pasi na kuchupa mipaka, kwa sababu hapana shaka kwamba watoto wana mapenzi makubwa, wanayo nafasi ya kupendwa kwenye nafsi na kwenye mioyo ya wazee wao. Hili ni jambo la kimaumbile. Watoto ni katika vitu vyenye kupendeza kwenye nafsi. Labda mtu alioharibu maumbile yake kwa mambo yake, lakini kimaumbile watoto ni kitu cha kupendwa. Sasa inatakiwa kwa wazazi wasiyafiche haya mapenzi yao kwa watoto, wayadhihirishe kiasi ambacho watoto wajue wazee wetu wanatupenda, baba anatupenda, mama yangu mimi ananipenda. Hilo analijua mtoto, ili sasa athari yake nao sasa waweze kukupa mapenzi yao, kwa kuwa unawapenda, na wakilijua hilo na wao insha Allah biidhnillah watakupenda wewe.
Lakini tunahusiwa pamoja na kuwapenda tuchunge sana uadilifu katika jambo hili, tusichupe mipaka, kwa sababu anayechupa mipaka kwenye kupenda basi huwa kipofu. Jambo hili humpofua na likamziba, likamzuia kuyafikia malezi yaliyokuwa sahihi. Ndugu zangu, ni lazima tuwapende watoto wetu, si kuwapenda tu, wajue kwamba tunawapenda, na hili litachangia kwa vitendo vyako unavyowafanyia, vitaonyesha ni vitendo vya mtu mwenye kupenda, lakini pia kwa maneno yako unayozungumza nao yataonyesha kama ni mtu mwenye kupenda. Kwa sababu ndugu zangu, ukiyatazama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa rasulullah, na yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mafundisho yake kwenye suala watoto yako wazi sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na mapenzi makubwa na watoto, wale watoto wake yeye, kwa maana wa kupitia kizazi chake na watoto wengine wa Waislamu. Alikuwa ni kiongozi mwenye kupenda watoto na kuwa karibu na watoto alayhi salatu wassalam. Na pana mifano mingi ya kuwapa. Miongoni mwa mifano hiyo ni itaji riwaya ya Imam Abu Daud As-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Abu Daud amehitaja riwaya ya Buraida al-Aslami, anasema Buraida, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku moja alitukhutubia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa anafanya khutba, yuko juu ya mimbar. Fa aqbala al-Hasan wal-Husayn alayhima qamisani ahmaran, ghafula wakaingia wajukuu zake Al-Hasan wal-Husayn wakiwa wamevalia kanzu zao zenye wekundu, wanameremeta, wanaingia msikitini. Mtume alayhi salam alipowaona wajukuu zake, fanazala fa akhadhahuma fasa'ida bihima al-minbar, akashuka kwenye mimbar akaenda akawachukua, kwa sababu riwaya nyingine inasema walikuwa wanapotembea ya'thurani wa yaqumani, walikuwa ni wadogo, wanatembea, vinateleza, vianguka na vinasimama, wanaanguka na kusimama. Mtume akashuka mimbar akawafuata, akawabeba, akaja nao katika mimbari yake. Thumma qala, kisha akasema Mtume alayhi salam, sadaqa Allah annama amwalukum wa auladukum fitna, amesema kweli Allah, amesema sidq Allah, hakika si vinginevyo mali zenu na watoto wenu ni fitna. Raaitu hadhaini falam asbir, nimewaona hawa wajukuu zangu wawili hawa, sikuweza kusubiri. Buraida anasema, Buraida radhiyallahu anhu, thumma akhadha fi al-khutbah, kisha akaendelea alayhi salatu wasalam kuhutubu. Katika jambo hili shurahul hadith wanasema, wa fi hadha bayanu li shiddati hubbihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lahuma, katika hadithi hii kuna ubainifu wa wazi juu ya ukubwa wa mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wajukuu zake hawa, kwa watoto wake hawa. Wa annahu lamma raahuma, na kwamba yeye Mtume alayhi salam pindi alipowaona wajukuu zake, lam yasbir, hakuweza kuvumilia kama mzazi, hatta hamalahuma, mpaka akawabeba, wakarabahuma minhu, na akawasogeza. Pana baadhi ya watoto maskini wamekula hasara, hawajui kubebwa na mtu anaitwa baba. Mtoto hajawahi kupata busu kwamba ni mtoto akamchumu, baba amekaa kama jikomando nenda uwa saa zote, hata kwa wanaye hana. Kuna watoto wamepata hasara hiyo, ile bashasha ya mzazi hawajapata. Sasa tizama mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anawacha jambo la ibada kama la khutba hili kwa jambo lile. Atufunza nini? Wewe huwezi kuwa chakula tu ukamlaki mtoto wako,
ukamuao mtoto wako, pengine alikuwa hayupo au katoka shule mkimbilia, katoka madrasa ana raha, baba salamu alaykum, salamu vua viatuko, ngeuka kalale. Maisha ya vipi? Kuna watu wako hivyo. La, na mtu anaona kucheza na mtoto wake akambeba akamchekesha, aona huo ni uzungu, mambo ya kizunguzungu bwana. La, sasa haya anayafanya Mtume alayhi salam, huu ndio Uislamu. Kama pana wazungu wafanya hivyo, wanatuiga sisi, si kama sisi waiga wao. Mtume alayhi salam alikuwa akionyesha yale mahaba kwa watoto. Sasa si tu watoto wake, hata watoto wa masahaba, ile jamii iliyomzunguka Mtume alayhi salam alikuwa na mapenzi makubwa na watoto, kiasi ambacho alikuwa alayhi salatu wasalam anafanya michezo na watoto, anacheza nao alayhi salatu wasalam. Jambo la ajabu leo kuonekana shekhe anacheza na watoto, mashekhe wa leo. Sasa pana shekhe kuliko Mtume alayhi salam. Maustadhi sisi, watoto tukimbia, ukituona mbio. Mtume alayhi salam alikuwa akicheza na watoto, wakati mwingine akiwafanyia mzaha, akiwatania ule utani mzuri, namna alivyokuwa amewakaribu watoto na wakimpenda na wakiupenda msikiti wake alayhi salatu wasalam. Angalia, al-Imam al-Bukhari ameitaja riwaya kutoka Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, akiwa kijana mdogo mwenye miaka 5, anayakumbuka mambo aliyofanyiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahmud ibn Rabi' anasema, aqaltu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi, mimi ninafahamu nakumbuka kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutema maji. Alikokufanya kutema huko kwenye uso wangu, alichukua maji kwenye mdomo wake akamtemea usoni kwake, kachukua maji akamtemea pa. Mahmud bin Rabi' anasema hilo nilifahamu mimi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu 5 sinin, na mimi nikiwa ni mtoto mwenye miaka 5, min dalwin, maji yale aliyachukua kutoka kwenye ndoo. Baadhi ya riwaya zinasema min bi'rin, aliyachukua kwenye kisima. Al-Hafidh amefanya jamu baina ya riwaya mbili, kwamba maji yalikuwa ni ya kisimani, yakachotwa kwa ndoo yakaja juu, Mtume akachukulia kwenye ndoo akamtemea yule mtoto. Wanasema ahlul ilm alifanya hivyo kwa lengo la kucheza naye, lakini pili, huyu ni Mtume alayhi salam, shakhsia yake ni mubaraka, ana baraka kwenye kila kitu chake, jasho lake, mate yake, makohozi yake, nguo zake, alikuwa akimtia baraka yule kijana pia. Lakini tazama mchezo wa namna hii anaufanya Mtume alayhi salam, anachukua maji ammwagia mtoto. Mahmud analikumbuka hilo mpaka ukubwani, anasimulia. Hii yaonyesha mahaba na mapenzi kwa watoto. Lakini si hilo tu, Jabir ibn Samura, al-Imam Muslim kaitaja riwaya Jabir ibn Samura radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir anasema, sallaitu ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam salata al-ula, niliswali siku moja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam salata adh-dhuhr, swala ya dhuhuri. Thumma kharaja an-nabii sallam ila ahlihi, kisha Mtume akatoka akienda kwa wake zake. Wa kharajtu ma'ahu, asema nikatoka naye. Jabir alikuwa kijana mdogo tu mwenye miaka 6 mpaka 7. Qala fastaqbalahu wildan, wakamlaki wakati anatoka Mtume alayhi salam msikitini anakwenda nyumbani, wakamlaki watoto. Wildan jamu walid ay sibyan, kikundi cha watoto kikamlaki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan, akawa Mtume alayhi salam anafuta mashavu mawili ya mmoja wao, mtoto mmoja baada ya mwingine, anakichukua hiki anakifuta mashavu yake, anamchukua na huyu pia na yule. Anasema Jabir, wa amma ana famasaha khaddaya, ama mimi
alinifuta mtume alayhi salam mashavu yangu, fawajadtu liyadihi, nikapata kwenye mkono wa mtume sallallahu alayhi wasallam bardan wa rihan, nikaupata ubaridi mzuri na harufu nzuri, kaannama akhrajaha min ju'nati attari, kana kwamba ameutoa ule mkono wake kwenye mtungi wa muuza uturi ulivyokuwa unanukia, kana kwamba mkono ameutoa kwenye mtungi wa mwenye kuuza uturi. Hilo analikumbuka Jabir kwamba alichezewa mashavu yake na Mtume sallam, akapata ubaridi wa mikono yake na harufu nzuri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali hadithi ya Anas fi al-Bukhari, Mtume alayhi salam alikuwa akifanya mizaha na watoto. Anas ibn Malik anasimulia, anasema kana li akhun, nilikuwa mimi na ndugu yangu wa huwa akhuhu min ummihi ummi Sulaim, ni kaka yake, ndugu yake upande wa mama yake Ummu Sulaim kupitia baba yao Abu Talha ambaye alikuja kumuoa Ummu Sulaim. Kwa alikuwa na ndugu yake upande wa mama, yuqalu lahu Abu Umair. Yule ndugu yangu yule alikuwa akiitwa Abu Umair. Qala ahsibuhu fatiman ay maftun wa huwa almuntahi min ar-radha'a, alikuwa na ndugu yangu tayari ameshaachishwa kunyonya, ameshamaliza kunyonya, ni mtoto mdogo aliyemaliza kunyonya tu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha jaa, na alikuwa mtume alayhi salam anapokuja nyumbani kwetu akamkuta yule mtoto, amwambia ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr, anamtania, hey Abu Umair, amefanyaje, kimefanyaje kijidege Nughayr, yule ndege wako mdogo mdogo Nughayr kafanya nini? Anasema nugharun kana yal'abu bihi, alikuwa ni ndege, mtume ametaja kwa tasghir, alikuwa ni ndege, alikuwa akicheza naye. Ndege yule alikufa. Yasemekana mtoto huyu alipata huzuni kubwa sana kwa kufa ndege wake ambaye alikuwa ashamzoea amchezea kijidege. Sasa mtume alayhi salam akaufanya huo ni utani, akija nyumbani kwao akimkuta ambaye ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr, yamsah bihadha alwalad as-saghir. Huyu ndiyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yote haya ameyafanya kuonyesha mahaba yake kwa watoto. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sasa ndugu zangu, funzo letu la 8 ni lazima wazazi wadhihirishe mahaba kwa watoto wao kwa uwazi kabisa, na hiyo ni desturi yao. Kuna kuwaathiri watoto, ukiwapenda watakupenda, wakikupenda watakusikiliza. Kuna baadhi ya mambo hutotumia nguvu, kauli yako kwao itakuwa ni kauli yenye nguvu ya kusikilizwa, kwa sababu wanakupenda. Amewaambia yule ambaye wanampenda. Hili jambo lina maslahi makubwa sana kwenye malezi, na wengi wetu tunakosea sana hapa. Hatuishi na watoto wetu kirafiki, yale mapenzi hatuyadhihirishi kwa watoto. Inawezekana ukayadhihirisha kwa watu wengine ukiwa unazungumza, au ukayadhihirisha kwa yale majukumu, kwa kule kutimiza majukumu yako. Pengine nawapenda bwana, si wanakula wanashiba, si wanavaa, kwani watembea uchi, si nimewapeleka skuli. Hayo hayatoshi. Haya ni mambo ya wajibu. Unawapenda, huwapendi, utafanya. Usipofanya upata dhambi. Ni wewe mzazi kuonyesha kwa vitendo baadhi ya mambo kuwafanyia watoto, hasa wanapokuwa wadogo, kuona kwamba huyu baba yetu, mama yetu anatujali na kutupenda. Sasa wanatuambia ahlul ilm juu ya wazazi, ni wajibu juu ya wazazi kuyazidisha mambo ambayo yataongeza mapenzi kwa watoto wao. Watoto watazidi kuwapenda. Ni wajibu wetu sisi wazazi kuyafanya sana mambo hayo kwa wingi. Miongoni mwa hayo, barakallahu fikum, ihtiramuhum wa tawqiruhum wa ala wajhi alkhusus fi hadarati ghayrihim,
ni kuwaheshimu watoto wetu na kuwapa na manzila yao, na hasa wanapokuwa mbele ya wenzao. Usiwe na tabia kupenda kumtweza mwanao mbele ya wenzie, hata kama kuna jambo umekosea, ili umtaarize wamuita na wenzake. Unaanza kumshindilia maneno pale na kumsukumia vidole, wenzake wote wanacheka. Kesho wakimfanyia vile utatukia, au akiona udhalili, pengine lile jambo zuri ambalo alikuwa anataka kulifanya akalichukia. Mtoto afanywe hivyo. Ikiwa hakuna budi, unamuita na kumueleza. Pengine ukamwambia kenyewe nendeni na mazungumzo na huyu, ukamueleza yale ya kwako ambayo unataka umwambie katika makosa aliyofanya, kuchunga ile nafasi yake na ule utu wake hata mbele ya watoto wenzie. Kwa sababu ukianza kumtweza wewe mzazi wake, wategemea rafiki zake watamfanyaje, watu ambao ni katika rika lake? Au pengine unamfanya hivyo mbele ya ndugu zake walio wakubwa, ukamsema, ukamzungumza vibaya, kesho haupo, watamfanyaje wale? Hawatochunga heshima yake. Kwa hivyo lazima umheshimu na kumpa nafasi yake. Lakini jambo nyingine wanalitaja ahlul ilm, assalamu alayhim idha dakhala wa hum julus, ni mzazi kuwasalimia watoto pindi anapoingia nyumbani au anapokutana nao, ikiwa watu wamekaa au yeye ndio amewakuta, wasalimie. Si kwamba wewe kuanza watoto salamu ni kujishusha. La, utaratibu wa Kiislamu uko wazi. Umewakuta watu wamekaa, hata kama ni watoto wako, wasalimie. Kwa hiyo kuna wakati utaanza wewe salamu na kuna wakati watakuanza wewe. Huo ndio utaratibu wa dini yetu. Lakini pana watu ni waislamu wenzetu, pengine baadhi yao ni salafiyin, anaona kigegezi kuanza watoto wake salamu wakati wao wana haki ya kusalimiwa, amewakuta. Kwa hivyo ukitoa salamu utawalea kwamba kumbe baba pia yeye anaweza kaanza kutusalimia, anatuheshimu, anatujali na mambo kama haya. Jambo la tatu wanasema badhlul hadaya, ni kuwa na tabia ya kuwapa zawadi, kutoa zawadi mbalimbali, hasa inapotokea minasaba. Ima umetokea safarini, ndio umekuja muda mrefu ulikuwa haupo, au wamefanya vizuri katika masomo yao ya madrasa, wamehifadhi vizuri, wamefanya hiki, wamefaulu uzuri, kuwapa zawadi za kuwapa motisha ni mambo ya kujenga mahaba. Lakini jambo nyingine wanasema athanau alaihim fima fa'aluhu min amrin ma'rufin, ni kuwasifia katika lile ambalo wamelifanya katika mambo mema na jambo la kheri, wa dua lahum, na kuombea dua. Sifia kheri ambayo wameifanya, masha Allah, jambo zuri hili umelifanya, jazakallahu khairan, Allah ibarik fik. Mambo kama hayo unamsifia na kumwombea dua, na hilo ulifanya kwa uwazi. Wakati mwingine unalifanya mbele ya familia au mbele ya rafiki zake, ikiwa kuna jambo zuri amelifanya, kwa sababu kuwasifia watoto kwa sifa nzuri na kuwaombea dua, jambo hili lina nafasi katika nafsi zao ikiwa ni kwa haki. Usiwasifie katika batili tu na kwa mambo ya uongo, wasifie kwenye haki na waombee dua mbele za familia, mbele ya rafiki zao. Ni jambo la athari ya aina yake. Jambo jingine wanasema istihabuhum lilmunasabat, ni kuongozana nao, kuwa na tabia ya kutembea nao katika minasabati mbalimbali, ima katika mambo ya furaha za halali, unatoka na wanao unakwenda nao, katika anuzha, matembezi katika sehemu zenye kufaa, kuwa na time hiyo, unaweza kuwachukua watoto wako kaenda nao huku na kule, kawaonyesha hiki na kile, kuwatembea nao katika swala za Ijumaa kama hivi, swala za Eid, kwenye salawatul jamaa, ukawa uko nao, kuna time unatembea na watoto wako. Na hili jambo kuna watu wamelikosa. Ni ngumu sana watoto wake kutamani kutembea naye, kwa sababu hakuna usalama kwenye kutembea na baba. Kwa hivyo unasubiriwa utoke au watangulie mbio ukiwaulizia hawako. Si watoto wenye kukusubiri, utakosa vitu vingi sana kuvijua. Kwa hiyo jitahidi kuwa unatembea nao huku na kule. Lakini kingine ambacho tutakifanya cha mwisho kwa leo ni ishrakuhum fil mashari'il usariya, kuwashirikisha watoto
katika miradi ya kifamilia, hasa wanapokuwa tayari wana maarifa. Ni vijana wako pengine wameshakuwa baligh au duna albulugh, lakini tayari wana uelewa wa mambo, washirikishe katika miradi ya kifamilia. Hili jambo linajenga mahaba, lakini kuna kuwapa elimu, kwa sababu wewe ni binadamu. Leo upo, kesho haupo. Leo mzima, kesho unaumwa. Mambo ya familia ni mambo endelevu. Mahitaji yako siku zote, wafundishe watoto wako ile miradi ambayo wanaiweza ya kifamilia. Pengine una miradi, una biashara za kawaida za kifamilia, una ufugaji, una mifugo, una kilimo, una mashamba. Washirikishe watoto wako mapema kabisa waweze kukusaidia leo na kesho. Pana watu wengi wamelifanya hili, wanafaidika na watoto wao wakiwa wazima kabla hawajaumwa. Sikwambii watapoumwa au watapofariki. Watoto wamekuwa na uzoefu wa mambo ambayo wazee wao wanayafanya. Tabia hii ya kuwashirikisha watoto ni dhaifu sana kwetu sisi wa Afrika. Sisi watu weusi hatuna tabia hizo. Mambo yetu ni yetu. Mtoto haruhusi kusogea hata kwenye mlango wa duka. Yule mtoto wako umuona mwizi, sasa sijui utamwamini nani. Sikwambii ukiwa na kipando, lile gari kuligusa ni kosa kubwa. Mzee atazungumza maneno yote hapa. Sasa mitoto inakuwa mikubwa, mambo ya msingi hawajui, unaumwa ghafla, hawajui waanze wapi, waishie wapi. Mambo yote unajua wewe na wafanyakazi. La, si katika malezi ya sawa. Washirikishe katika mambo yako muda wa kuwa wana akili, na hasa ukiona hawa wanaelewa na wanachunga amana. Wapi ushirikia, watakufaa wewe leo au kesho, na pengine wakarithi zile tabia zako za kheri. Wakiwa na wewe watakuona ni mtu wa kheri, unatasaddaq, unasikiliza kero za watu, unajitolea katika mambo ya khairat. Watoto wakaendeleza baada yako. Pana watu mashaallah walikuwa ni watu wazuri wa kujitolea, ahlul khair, lakini wamefariki au wamekuwa wagonjwa, hawamo tena maofisini. Subutu uende uwakute watoto wake kama kuna kitu. Tunakwambia hamna kitu hapa. Kuna mchezea mzee bwana. Vikanzu tukuongozana kila siku vikanzu hapa. Hamna. Nasema subhanallah. Mzee alikuwa mtu wa kheri huyu, alikuwa asaidia misikiti, madaris, watoto wake bwana hakuna kitu bwana. Wale watoto wanaona kule kutoa kule ni kama upumbavu hivi na ushamba. Ni kwa sababu hukuwazoesha, hukuwa nao karibu, wakaliona, wakaona tabia zako, na pengine unazungumza. Haya ndio mambo ya kufanya. Maona hizi pesa hapa, tuna msikiti tunajenga kule, hawa ni watu na madrasa fulani, tusaidieni, jambo tunaliweza. Yale mambo ya khairat unawafunza na kuwazoesha. Na ndio maana wakati mwingine nasema sisi tumekuwa wagumu watu wa kujitolea. Pengine ni malezi tuliolelewa nayo kutoka kwa wazee wetu, Allah wasamehe. Hata mambo ya kawaida haya ya misikiti yatushinda. Bili za umeme za kutangaza, bili za maji za kutangaza, ukaomba. Mambo ya kawaida, watu wagumu. Hata kwenye umeme, maji pia. Najiuliza ni kwa sababu gani na tuko wengi? Athari za kimalezi. Hatujafundishwa kutoa sadaka. Tumefundishwa kupokea. Kupokea ndio tunachokijua hicho. Lakini pana watu wamekulia katika kutoa. Hata wakiwa wawili msikitini, msikiti hauna njao, wala hakuna michango ya ovyo ovyo, na tuna uwezo. Haya ni matatizo ya kimalezi.